Waombe sana watendaji wenzangu, changamke muende naye bega kwa bega mheshimiwa waziri wenu. Namna waziri mwingine kwa sasa, waziri wenu ni Mheshimiwa Nadir Abdulatif Al-Wardi alifanya ziara ya kikazi kuanzia tarehe 20 Julai 2026. Ziara hiyo ilianza jijini Dar es Salaam ambapo mheshimiwa waziri alifika katika ofisi ya ubalozi wa Qatar nchini Tanzania kutoa mkono wa pole na kusaini kitabu cha maombolezo kufuatia kifo cha baba wa amiri wa Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Hatua hiyo ilionyesha mshikamano na kuendeleza uhusiano mzuri uliopo kati ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na taifa la Qatar. Mnamo tarehe 21 Julai 2026, Mheshimiwa Al-Wardi aliwasili mkoani Tanga na kuanza ziara yake katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tanga ambako alipokea taarifa fupi kuhusu maendeleo ya wilaya hiyo na kujionea hatua mbalimbali za maendeleo zinazotekelezwa. Mheshimiwa Waziri, nichukue nafasi hii kwa kifupi tu kusema kwamba mkoa wa Tanga unazo wilaya 8. Tunayo wilaya ya Handeni, Kilindi, Korogwe, Lushoto, Muheza, Pangani, Kinga pamoja na Tanga. Lakini pia katika hizo wilaya tunazo halmashauri 11. Niseme tu kwamba hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wetu ni salama. Hakuna matukio yoyote makubwa ambayo yanazuia shughuli za maendeleo kuendelea katika mkoa wetu. Lakini hali ya kiuchumi katika mkoa wa Tanga tunasema kwamba kwa mujibu wa takwimu za Benki Kuu, pato la mkoa wetu wa Tanga limeongezeka kutoka shilingi trilioni 6.8 kwa mwaka 2020 mpaka trilioni 10 kwa mwaka 2025. Kwa kweli ni washukuru, mambo makubwa sana yanafanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Kazi kubwa anaifanya, lakini bila nyinyi kazi haiwezi kwenda. Ni sasa na mimi waziri, bila wasaidizi wangu hakuna kitu. Sasa rais, wasaidizi wake kwa wazuri ndio wanang'ara, mambo yanang'ara. Ndio kama hivi nyote nyinyi, mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa DC, mwenyekiti wa bodi, maana na yeye, bila yeye mambo hayaamuliki. Ukiona mambo yanaenda mwenyekiti wa bodi ujue mzuri. Na mimi nimeridhishwa sana na kazi zenu mnazozifanya, na ndio maana tunakuja kusoma. Leo ziara ya leo ni kuja kusoma mambo ambayo mmetuzidi. Lazima tuseme pale ambapo mmetuzidi tutasema si wanafunzi, na pale tumekuzidi tutakwambia nyinyi ndio wanafunzi mmoja msome. Kama isemavyo methali ya Kiswahili, mtoto hakui kwa mlezi wake. Mheshimiwa Al-Wardi alidhihirisha kwa vitendo kwa kufika katika ofisi za Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tanga kwa lengo la kutoa salamu na kuimarisha mahusiano. Niseme kwamba tumefurahishwa sana kwanza na mapokezi yenu Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga. Mwenyekiti wenu wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni bosi wetu, ndio kamati kuu, lakini pia tumeelewana vizuri na ni mtu mwema sana. Bahati nzuri katibu wa mkoa wa Chama cha Mapinduzi, mtu anashiriki taifa vile vile, na yeye tunakutana kwenye vikao kule. Mimi niseme sina mengi, wajibu wangu nikifika kwenye sehemu yote nadhani kuna Chama cha Mapinduzi lazima kapeleke heshima. Kumbe wakubwa zao wana tabia hii. Maana wakubwa kabisa kuja kukutana. Kwa kweli inabidi sana sana kwa kweli kwa niaba ya mwenyekiti nawapongeza sana sana. Maana si hapa tu kama nilivyosema. Kalia mheshimiwa waziri amefika. Lakini hamu yake kubwa kwa sababu kabla sijaanza lazima nipige bacha. Kama waziri niseme karibu sana na Chama cha Mapinduzi kwa mkoa wa Tanga chini ya uongozi wa mwenyekiti wetu. Mheshimiwa Nadir Abdulatif amekuja hapa kujifunza kuona kazi kubwa ambayo inafanywa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Baadaye akiwa ameambatana na baadhi ya watendaji wa Wizara ya Maji, Nishati na Madini, alitembelea Tanga Uwasa ambapo alipokelewa na Waziri wa Maji wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jumaa Hamid Aweso. Viongozi hao walipata fursa ya kutembelea bwawa la Mbayani, kukagua miundombinu ya uzalishaji na usambazaji wa maji ya Moi, pamoja na kujionea maendeleo ya ujenzi wa tanki la kuhifadhi maji. Ziara hiyo ilitoa nafasi muhimu ya kujifunza mbinu bora za utekelezaji wa miradi ya maji na usimamizi wa huduma kwa wananchi. Namshukuru Mheshimiwa Waziri, lakini nimpongeze sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan
kwa maendeleo makubwa ya maji, infrastructure kubwa ambazo tumeziona Tanga na kazi kwa mfano. Hakuna maneno matupu. Nimpongeze sana, anafanya kazi kutatua changamoto za wananchi kupitia Mheshimiwa Waziri Juma Aweso na katibu mkuu wake. Nimesema niwape hongera sana, kazi wanazozifanya ni kubwa, na sisi tumekuja leo kusoma, na kwa kweli tumepata mambo mengi sana ya kurudi nayo Zanzibar kwa ajili ya kwenda kuwafanyia wananchi wetu kule upande wa Zanzibar, na kwa kushirikiana kwa pamoja. Tumeona mfumo ambao wameweza kujiendesha wenyewe kutegemea pesa za wananchi, kwa maana wamekufanya collection ya zaidi ya bilioni 54. Hicho ni kitu kigeni kwetu kwa ambacho sisi hatujawahi kufanya, tumekuja kusoma na wamefanya kwa vitendo. Lakini fedha zile zile ambazo wamekusanya ndizo infrastructure hizi nyingine ambazo wamejenga. Lakini pia tumeweza kuona mto mkubwa ule ambao wameweza kuhifadhi maji na kuyatoa na kuyatumia kwa ajili ya wananchi pamoja na kuyasafisha. Hivyo ni vitu ambavyo tumeviona ni vikubwa sana, na kwa kweli tunaenda kuvifanyia kazi. Kwa kikubwa nataka nimsisitize kiongozi mwenzangu, waziri mwenzangu, sisi Wizara ya Maji tutafanya kazi kwa umoja na mshikamano ili kuhakikisha kwamba tunaimarisha na maelekezo ya viongozi wetu kupata huduma wananchi safi na salama, kuhakikisha kwamba hii adha tunaimaliza kabisa. Mnamo tarehe 22 Julai 2026, Mheshimiwa Nadir Abdul Latif Al-Wardi akiwa na watendaji wa wizara alifanya mazungumzo na Waziri wa Nishati wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias J. Ndejebi katika ofisi zake zilizopo Samora jijini Dar es Salaam. Mazungumzo hayo yalilenga kuimarisha ushirikiano kati ya Zanzibar na Tanzania bara katika sekta ya nishati, kubadilishana uzoefu na kujadili fursa za maendeleo zitakazochochea ustawi wa sekta hiyo. Ziara hii imeonyesha dhamira ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuendelea kujifunza, kushirikiana na kuimarisha usimamizi wa sekta ya maji, nishati na madini kupitia ushirikiano wa kitaifa na kimataifa kwa lengo la kuboresha huduma na kuwaletea wananchi maendeleo endelevu.